Leo tumepata fursa adhimu ya kuzungumza na Sheikh Dr. Abdulrazak Amili Msuya kuhusiana na huu mwezi mtukufu wa Muharram. Tutazungumza mengi ambayo naamini msikilizaji na mtazamaji ambaye unanitazama wakati huu utapata fursa ya kujifunza vitu vingi sana. Sheikh, tunaingia katika mwezi Muharram na unaweza ukatupa faida ya mwezi huu kwa Waislamu? Bismillahirrahmanirrahim. Kwanza nashukuru kushirikishwa katika kipindi chenu hiki muhimu, na pia nashukuru kwa swali ambalo umeuliza kuhusu mwezi mtukufu wa Muharram. Ni kweli tumo katika mwezi mtukufu wa Muharram, na mwezi wa Muharram ndio mwezi wa kwanza wa Kiislamu. Kwa hivyo kwa lugha nyingine tuko katika mwaka mpya wa Kiislamu. Na sasa kwa kuingia mwezi huu, Waislamu sasa wako ndani ya mwaka 1448. Kwa hiyo tuko katika karne ya 15 na tunakaribia kumaliza nusu ya kwanza ya karne ya 15. Kwa hiyo ni mwaka mpya wa Kiislamu, lakini kwa wakati huo huo ni mwaka ambao umeambatana na matukio makubwa ya kihistoria katika Uislamu. Kwa hiyo tunaishi baina ya furaha na huzuni. Furaha ya kwamba Uislamu unaendelea kuwa na umri mrefu, lakini wakati huo huo pia kuna matukio ambayo yalitokea ya kuadhibiwa na kuangamizwa kwa familia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na Sheikh, unaweza ukatupa faida au nini ambacho Waislamu wanahitajika kufanya katika mwezi huu mtukufu wa Muharram? Faida bila shaka ni nyingi. Kwanza kwa wale wanaosherehekea, tunawaambia maana sherehe ni pale unapokuwa umefanya jambo muhimu hasa la kiibada au umetekeleza jambo la kiukombozi. Idi kubwa, idi ndogo, zote zile ni sherehe baada ya ibada ambazo zinamjenga mwanadamu na kumkomboa dhidi ya shetani na udhalilifu. Kwa hivyo maana mwaka mpya kwa wale wanaopenda kusherehekea ni kutathmini kwamba tumetoka wapi, tuko wapi na tunakwenda wapi. Kwa hivyo ni kuweka Uislamu mezani na jamii ya Kiislamu kuona tuna mambo gani tulowahi kukosea, roadmap yetu ni nini, tunatakiwa tuende wapi. Kwa lugha fupi, kutathmini hali yetu. Na kwa hakika suala la kufunga siku ya Ashura lina tofauti baina ya Waislamu. Kuna Waislamu wanaamini kuhusu kufunga na kuna Waislamu wanaamini kwamba hakuna suala zima la kufunga. Lakini mimi naweza kusema kwa ujumla, suala la kufunga kwa Waislamu limehimizwa kwa mtu yoyote. Anaweza kufunga siku yoyote ile isiyokuwa siku ya Idi, kwa hivyo anaweza kupata thawabu. Lakini kwa mujibu wa historia ya Kiislamu, suala la kufunga na kutokufunga ni masala ambayo yana mjadala sana. Na kwa kumalizia tu, la kuambia Waislamu kuhusiana na mwezi mtukufu wa Muharram? Kubwa la kuambia ni kwamba Waislamu wanaposherehekea mwaka mpya wa Waislamu wa Kiislamu, wanapaswa sana wafikirie kwamba hali yao waliokuwa nayo kiuchumi, kisiasa na hata kijamii inaridhisha. Je, wanaridhika na Uislamu wao? Kwa sababu unaposherehekea mwaka mpya maana yake unakuwa, je, unakuwa kisawa sawa? Hali yetu sisi ni hali inayoridhisha. Kwa hivyo kuna haja ya kujitathmini kama nilivyosema, kuanzia mtu mmoja mmoja na jamii ya Kiislamu. Kuna mambo mengi sana yanahitaji ukombozi baina ya Waislamu, yanahitaji mabadiliko. Sasa ni kipindi cha kutathmini mambo yale, kwamba hali yetu inaturidhisha, familia zetu ambazo zinavunjika kila siku, watoto wetu ambao hawana maadili ya Kiislamu. Haya mambo tukiyatathmini, alafu baadaye tukaweka njia ya kupitia, roadmap, tuna haki ya kusherehekea vitu kama hivi. La kama ni furaha tu ambayo haina maana na hali yetu inaendelea kuwa nyonge, basi lile litakuwa halina maana kwetu hata mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Changamoto ya vijana wa Kiislamu na vijana wa ulimwengu wa tatu ni moja. Ni vijana ambao wanatizama material kuliko bara la fikra. Ni vijana wanaokwenda mbio, wanahitajia shortcut. Hawa vijana wanahitajia elimu, wanahitajia maarifa. Hiyo ndio namba moja. Tunapowalea vijana kisiasa, hata katika majumba yetu, tukawapa vitu lakini hatujawapa fikra, hawa vijana wataleta maafa makubwa kwenye jamii. Kwa hiyo ni kufocus kwenye elimu na maarifa kwa vijana. Hiyo ndio njia namba moja ya empowerment ya vijana au jamii yoyote ile ya kibinadamu. Na Sheikh Abdulrazak, la mwisho kabisa, inawezekana kuna jambo lolote au tukio lolote litafanyika, labda kutembelea vituo vya watoto yatima, kuwatembelea watu ambao hawajiwezi, kutoa msaada,
Kwa hakika sisi katika huu mwezi wa Muharram, baada ya wiki moja kuanzia sasa hivi tutakuwa na zoezi la kuchangia damu, na tutalifanya hapa hapa msikitini sehemu ya juu, na huwa tunawaalika watu wa hospitali ya mkoa wanakuja kutoa damu hapa, na tunazitoa zile chupa kama vile sadaka hospitalini. Kwa hilo tutalifanya. Ama mambo ya vituo vya yatima na wengine ni viko katika taratibu zetu za kila siku, na tuna vituo ambavyo tunaviendesha kwa ajili ya kusaidia makundi ya watu sampuli ile. Mtazamaji, naamini umejifunza vitu vingi sana kuhusiana na kile ambacho tumeweza kuzungumza na Sheikh Dr. Abdulrazak Amili Msuya kuhusiana na mwezi mtukufu wa Muharram. Lakini jambo la msingi kabisa mtazamaji ni kuhakikisha tu unatembelea mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ili uweze kupata taarifa mbalimbali tunazokuwa tunaziweka wakati mwingine, na miongoni mwa taarifa kubwa ambazo tumeziweka ni hii fursa adhimu ya kuzungumza na Sheikh Dr. Abdulrazak Amili Msuya ambaye leo ametupa elimu kubwa sana kuhusiana na mwezi mtukufu wa Muharram.